Elimu hii ya namba naitoa, hii ni mara ya 3 katika sehemu mbalimbali, lakini kwa faida yako mzee Asman Mlisho, kwa faida yako nimeamua nirudie tena, lakini sidhani kama nitarudia tena, kwa maana voice hizi nitazihifadhi. Atakayetaka kuelewa atapata voice hizi, lakini ndo atauliza maswali kutoka kwenye voice hizi. Na kama haujaelewa vizuri, unaweza kaingia kule kwenye YouTube Ndagisha Kafumo kule. Unaenda tu YouTube utafuta Ndagisha Kafumo, utafuta video ya namba kwenye profile yangu pale. Sasa tujadili namba 6. Namba 6 tunasema ni rudi nyumbani. Caregiver. Baada ya kujua ulimwengu, roho inarejea nyumbani ikiwa na hekima. Hii ni hatua ya upepo, ni hatua ya upendo wa familia, wajibu kulea, uaminifu, utulivu wa nyumbani. Tunasema namba 6 ni frequency ya mama mlezi anayejenga amani na uelewano ndani ya jamii na nyumba. Sasa namba 6, maneno haya kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho yameandika ni ya moja kwa moja ili kuweza kumdirect mtu pale anapokuwa au anapoambiwa kwamba wewe namba yako ya bahati ni namba 6. Sasa usichanganye namba hii ya bahati, usichanganye. Kuna mtu mwingine anachukua jina lako analipiga piga pale, anakuambia namba yako ya bahati. Namba ya bahati ninayozungumzia hapa ni ile inayopatikana kwenye tarehe yako ya kuzaliwa. Achana na hizo zingine mitetemo ya kutengenezwa, utakupoteza. Una mtetemo mama ule ambao ulikuwa nao tangu unazaliwa, haujajua kuongea, haujui chochote. Ile siku unazaliwa, hujazaliwa tarehe ile na saa ile kwa bahati mbaya. Ilikuwa ni kusudi kabisa uzaliwe kwa muda huo ili uweze kubeba hatima yako hiyo. Kwa hiyo nyota anayekwambia nyota kwa kupitia jina, ni kweli inaweza sio, ni kweli. Yaani ile nyota inakuwa sio nyota kupitia jina, sio nyota yako, bali ule ni mtetemo wako wa kutengenezwa, kama vile ambavyo Diamond sio Diamond Platinum, ni nasibu. Kwa ile Diamond ni mtetemo wa kutengenezwa. Kwa hiyo unayepata mtetemo wa mtu kwenye jina, unakuwa ni unatafuta kitu ambacho sio hatima yake. Unaweza kaniambia Diamond mamake alijua kama atakuja ajiite Diamond Platinum? Sidhani kama ni hivyo. Lakini ile ni jina baada ya kujitambua, baada ya kujipambanua, ndio kabidi ajitafutie jina ambalo lita sound good. Je, almasi ni kitu gani? Mara pili naongelea hiko. Kwa sasa kupata kusema kwamba utapata nyota kwenye jina, hapana. Huo ni mtetemo tu ambao utakao tuishina. Ndio maana tunasema hata kwenye biashara, wakati unachagua jina la biashara, lazima uchague mtetemo ambao unaibua hisia fulani. Mtu ambaye akisikia jina tu ahisi kwamba kitu fulani amekifanikiwa. Kwa mfano ukisema Daraja Company Limited, tayari mtu kama unafanya shughuli za kuvusha watu, umeelewa? Mtu anasema Daraja, kwanza amejiita Daraja, alafu anafanya kazi za kuvusha watu kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kwa mtu akipata picha tu ile anajua kabisa unachokifanya ni kitu gani. Daraja, hii umeelewa? Umeelewa habari ya mitetemo. Kwa unafuata jina kutokana na mitetemo, unaweza kukwambia eti kwamba nyota yako ni gani kutumia jina eti kwa ajili mtu ameangalia jina ukajifanya ukajisikia na vibaya. Hakuna kitu kinachozaliwa bahati mbaya, wala hakuna mtu ambaye amezaliwa kwamba ni kafili, au mtu amezaliwa au kwamba ni mtu amezaliwa ni kitu kibaya, yani kwamba kuzaliwa kwake ni mateso, ni unyanyasaji. Ingekuwa hivyo alizaliwa wa nini? Yani alizaliwa wa nini? Ingekuwa kwamba eti jina wanakuambingalizia jina, anakuja kukwambia kwamba bana mtetemo wako ni wa ovyo ovyo kabisa, huu huwezi kuwa tajiri. Hapa ili uwe tajiri lazima uue mtu, tuchukue nyota ya mtu tukuwekea? Hapana. Kila mtu ana majukumu yake. Kila mtu abaki kwenye kazi yake. Kama bahati yako kama namba yako ya bahati au namba yako ya bahati ni namba 4, baki kwenye majukumu yako. Namba 5 yeye atafanya majukumu yake. Namba 1 yeye atafanya majukumu yake. Namba 2 atafanya majukumu yake. Kama nilivyokuambia toka mwanzo kwenye sauti ya kwanza kwamba uko kwenye ukumbi. Ukumbi unabaki kuwa ukumbi kwenye ukumbi, na wewe uliyefika wa kwanza pale unabaki kuwa wewe. Kila mtu lazima akae kwenye wewe. Kwa ukumbi unabaki kuwa ukumbi na wewe unabaki kuwa wewe. Kiwanja kinabaki kuwa kiwanja na nyumba inabaki kuwa nyumba. Sio, unaelewa? Usilazimishe kitu kuwa kama nilivyokuwa nimekwambia kwenye voice za jana zilizopita zile. Nilikuwa nakufundisha kwenye habari ya kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Hapa leo tupo kwenye kitabu cha mambo ninayoyasema nimeandika kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho ambacho kinauzwa shilingi 25,000. Kama hujakiona kuna mtu hajakipata hapa, kinauzwa shilingi 25,000. Ni kikubwa, kina maarifa mengi, ni kitabu kinachokurudisha kwenye usawa wako. Hebu tuangalie namba 6. Namba 6 nimekusomea kwamba ni wajibu, upendo, familia. Sasa hapa namba 6 inakuwa ni kitu gani? Baada ya kuwa ile nishati umefurumua sasa, gesi, sawa? Sasa unatakiwa uiweke kwenye mpangilio wake ule. Uweke kwenye mpangilio wake. Maana sasa unatakiwa ufahamu vipimo au sheria iliyohusiana mpaka huo mtetemo ukatengenezwa.
Sije, unaelewa? Yaani lazima tuchukulie kwa mfano wa nini? Tuchukulie mfano wa kanuni. Tuchukulie mfano wa kanuni ya Coca-Cola. Yule aliyetengeneza Coca-Cola alitengeneza, lakini Coca-Cola pale unakuwa na reagent mbalimbali, ingredient mbalimbali, viambatanisho mbalimbali hadi inakuja kuwa Coca-Cola. Sasa pale unapochanganya kiambatanisho cha kwanza, cha pili, cha tatu, bado inakuwa haijafika Coca-Cola, hadi kiambatanisho mpaka idadi ile aliyetengeneza anavyojua yeye. Sasa kuna ile hali ya kwamba okay, sawa, Coca-Cola naifahamu ni ladha ya Coca-Cola, lakini sasa nataka niipangilie ije kwenye Coca-Cola ule wenyewe, ule Coca-Cola ule. Sasa ndio tunakuja kwenye namba 6. Namba 6 ni usawa, kuleta usawa. Kwa mfano kama hapa tunasema mwanadamu ni sheria ya 5. Mwanadamu sheria ya 5, nishati ilihifadhiwa kwenye mwili, lakini ikapata uamsho, ikapata uhai, ikapuliziwa pumzi, wenyewe wanasema. Sasa hivi pumziwa pumzi, unakuwa hujitambui. Sasa unatakiwa kutambua mlio wako ili uweze kuwa wewe. Lazima uishi maadili. Sasa watu wengi wanakuwa jinsi ambavyo wanakuwa wanashindwa kuwa wenyewe kutokana na kukiuka maadili ya wao wenyewe. Ndio maana tunajifunza kwenye namba 4 kudhibiti kitu kinafungiwa. Ndio maana tunajifunza kwenye namba 3 kwamba vitu vile vinahusiana, ndio tunapata mwangwi, ndio tunapata mtoto. Lakini sasa lazima tupangilie. Kwa mfano kama ili uelewe hapa vizuri, ngoja nichukulie ile nyuzi ya gitaa. Ukiipiga hivi yenyewe inapiga makelele, lakini pale unapoanza kuicontrol inaanza kutoa muziki unaoeleweka. Ndio namba 6. Namba 6 ni mpangilio, kulea. Ni mpangilio, ni kufanya wajibu. Ngoja nielezee kwa lugha rahisi. Namba 6 ni kufanya wajibu. Unapoelezewa namba 6, chukulie ile kwamba kupangilia kitu kwa mtaratibu maalumu ili kiweze kuwa chenyewe. Yaani ili kiweze kuwa kile kilichohifadhiwa. Sasa kumbuka tulikihifadhi, namba 5 tukakifulumua. Sasa ndio tukipangilie kwa ustaarabu ule ule ili tuweze kukipata. Kwa hiyo hii ni namba 3 inayorudia. Si unaelewa? Hii ni namba 3 inayorudia. Ndio maana 6 inagawanyika kwa 3, inagawanyika kwa 2. Inagawanyika kwa 2, lakini 2 kujumlisha 1 tunapata ni ngapi? Ni 3. 3 hiyo kujumlisha 3 tunapata ngapi? 6. Kwa hiyo ni namba 3 hii. Hii ni namba 3. Namba 6 ni namba 3. Ile sasa hapa tunahangaika kupangilia kitu kiwe ile namba 3, ile nishati halisi iliyofanyaje, iliyohifadhiwa. Ni sawa umepita baharini ukakuta birika ambalo lilihifadhiwa jini. Hilo jini hujui sheria zake. Sasa pale unapolifungua linaanza kukusumbua. Lakini pale ambapo unakuja kubahatisha maadili ya hilo jini, basi unakuwa unajua kulitumia hilo jini lako na haliwezi kukuzuru wala kumzuru mtu yoyote. Ndio maana wenzetu Waislamu huwa anapata kwanza elimu ya dini, ile elimu ya ndani, ndio mnakuta mtu ana uwezo wa kufuga majini. Anaweza kufuga majini baada ya kujua athari na tabia za majini. Baada ya kujua athari na tabia za nishati hizo, uwezo ukahifadhi au ukatumia kitu ambacho hujui sheria zake na kanuni zake, kitakuzuru. Mimi naongea, sijasema uende ukafuge majini. Wewe ni zaidi, wewe ni mkubwa, una nishati kubwa kuzidi majini. Yaani wewe ni muumbaji kama nilivyokuwa nimekuelezea kwenye nadi iliyopita. Kwa kutumia vitu hivyo ni kwa ziada sana kutingwa, ila wewe ni mkamilifu uliyekamilika kiasi kwamba nishati kama hizo ni vitu vya ziada. Wewe ni mtu uliyekamilika sana sana. Ndio maana wewe una uwezo wa kuliamsha jini. Wewe unafikiri jini la kuogopea nini? Kama linaweza kukuua, silije likuue bila ruhusa yako. Ni kitu ambacho hakiwezekani kutokana na sheria za ulimwengu. Kwa namba 6 ni kupangilia ili kupata kile kilicho hifadhiwa. Yaani ile hatima yako lazima uishi kwenye usawa, ile hatima yako iwe ile hatima yako. Kwa ndio maana kuna kitu kinaitwa maadili. Wamisri wa kale walisema ni maat. Ukienda kusoma maat ambayo nimeiandika kwenye kitabu cha Uwezo kwa Vitendo, pale imeandikwa kwenye maat. Wewe atafuta tu habari ya maat Misri ya kale, utaona ilikuwa inaeleza ni kitu gani. Nilikuwa nakwambia habari ya mfalme anajua usawa wake na vitu gani kwenye simulizi iliyopita. Hii voice imekuwa ndefu sana. Nafikiri niishie hapa nije niendelee na namba 7. Baada ya kuwa umepangilia unapata kitu gani? Ndio nakuja kwenye namba 7.